Sidhani kama kuna mama ambaye anategea malezi, lakini nadhani ni kutokana tu na lifestyle ya sasa hivi, wamama wamekuwa nao wanajishughulisha zaidi kuliko wa baba. Japo kuna wababa ambao nao wanajishughulisha zaidi, lakini kuna mama ambao sasa hivi wanajishughulisha zaidi kuliko wa baba. Kwa hiyo lifestyle ndio inafanya wamama wawe hivyo, lakini sio kwamba wanategea. Na wako ambao wanajitahidi baada ya kazi zao, wanarudi nyumbani, wanafuatilia maendeleo ya mtoto ya shule, hata na ambao hawapo shule pia. Lakini it's not like kwamba wanategea, hapana. Ni lifestyle tu inafanya wamama wanakuwa hivyo sasa hivi. Kwa majina naitwa Elizabeth Sauli, ni mzazi wa wanafunzi ambao wanasoma katika shule hii ya Little Sacred. Well, naitwa Neema Range, ni mama Eden. Siwezi kusema kwamba mama kweli anakuwa amedhamiria kutegea malezi, lakini nadhani kwa sababu ya lifestyle tulionao sasa hivi ambapo unakuta mama naye inabidi atoke nyumbani kwenda kutafuta. Kwa hiyo inapelekea sasa mama kuna namna anakuwa anakosa malezi yale ambayo ni muhimu na stage muhimu kwa mtoto. Lakini pia nashauri wa mama baadhi ambao wanakosa zile stage muhimu za watoto, tungeweka utamaduni wa kutenga muda kwa ajili ya familia zetu na kwa ajili ya watoto, kwa sababu watoto wetu hawana mama wengine isipokuwa sisi. Kwa ni muhimu sana katika ule ubize wetu na katika kutafuta kwetu tuwe na muda kwa ajili ya watoto wetu ili tuweze kushiriki na kujenga taifa bora. Kwa wastani katika ofisi yangu kesi namna hiyo zinakuja chache, sio nyingi sana, na sana zinakuja kwenye adhabu kali wanazopata watoto, zinakuja za kupitia kwenye shule zetu za msingi. Kwa hiyo zinakuja pale ofisini, tunawaita wazazi, tunawaelekeza ni nini watoto wanatakiwa wafanyiwe, na ambayo tunaona imetuzidi zaidi tunaipeleka kwenye dawati la jinsia polisi pale Mbagala. Wanaenda, kwa hiyo wanapata ushauri ili kutuwalee watoto wetu, kwa sababu watoto hawajui kitu. Kwa hiyo haipaswi kuwapa adhabu kali. Kitu kwa jamii, hasa katika kipindi cha leo hiki cha kina mama, shughuli ya kina mama, siku yao ya wana kina mama, kwanza kila mtu awashukuru kina mama. Bila wao tusingekuwa hapa tulipo. Kwa hiyo aidha wako hai au hawako hai, hata kama wamekufa basi waombee dua huko, lakini kama wapo wawaenzi na wawape sapoti na hawa watoto wasichana, kwa sababu madai ndio wanakuja kwa kina mama. Kwa hiyo lazima wapate sapoti ya matunzo mazuri, kuepukana na unyanyasaji wa aina yoyote. Naitwa Mohamed Suleiman Hega, mwenyekiti wa mtaa wa Butiama, Toni Kijiji. Jina langu ni Florence Wamboi Kangara. Mimi ni mama wa watoto 3. Asante. Tuambie, siku ya mama inakukumbusha nini wewe kama mzazi? Yaani inanikumbusha mamangu alivyonilea, alivyonipenda. Kwa hiyo siku inanikumbusha mapenzi ya mama, kina mama, na sacrifices wanazofanya kuwalea watoto, kushikilia boma. So ndio inanikumbusha hivi. Okay, ni tabia gani ya mama yako ambayo unaitamani wewe kwa mtoto wako? Mamangu ana decision making ya haraka. Yaani consult sana. Na hisi ana make decision very fast. Hahitaji kuconsult anybody. Anajiconsult mwenyewe. Na hisi wanasema sixth sense, ana hiyo intuition ya ku make decision very fast. I wish mtoto wangu apate hiyo kama ipo ndani yake. La mwisho, ni changamoto gani ambazo unaziona kubwa kabisa kwa wamama wa siku hizi? Na hisi changamoto kubwa, akina mama wa kipindi kile zamani at least walikuwa hawana ile kazi ya 9 to 5, lakini sasa hivi ni kama imekuwa 50-50 kati ya baba na mama. Kwa hiyo mama anatakiwa na yeye aende kazini, kwa hiyo anakosa muda ule wa kuwa na watoto. I think hiyo ndio biggest changamoto kwa mama kwa miaka ya sasa hivi. Wakina mama ni muhimu katika maisha kwa sababu uumbaji
uko kwao. Kwa hiyo mama, ukiangalia umuhimu wake katika jamii, huwezi ukataja ukamaliza habari ya sifa za mama. Kwa hiyo mama ni kila kitu. Mama analeta maisha, mama analea, mama anatunza, anajitoa uhai wake. Na niseme tu, maumivu mama anayopata wakati analeta maisha sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa, na ndio maana tunathamini sana umuhimu wa mama. Anajitoa maisha yake kwa ajili ya kuleta maisha. Kwa hiyo kama shule, baada ya kuona kwamba ni siku ya mama duniani, tukasema lazima tusherekee, tufurahi pamoja na wakina mama wengine wote duniani. Kwa hiyo tukasema mama zetu ambao wametuamini kuleta watoto wao hapa. Niseme tu kwamba mtoto anapoletwa hapa, kwa experience yangu, kwa uzoefu wangu, mtu anayetafuta shule huwa ni mama. Niseme karibu asilimia 90 ni wakina mama ndio wanaokuja hapa kutafuta mtoto wake ampeleke wapi, na baba anapokea. Sisi wakina baba ni wakupokea tu mara nyingi, na tunamwamini mama. Kwa hiyo mama ni kigezo cha kuaminiwa kwanza na jamii, ni alama ya uaminifu. Ndio maana hata katika kazi ukimpa mama una uhakika kwamba itafanyika vizuri. Hakuna janja janja kama ya wengine wetu sisi. Kwa hiyo wakina mama wamenyooka, ndio maana wanaaminika. Kwa hiyo wakina mama asilimia 90 ya watoto walioko hapa ndio wameanzisha watoto kuwaleta hapa. Kwa hiyo sisi tukasema ni zawadi kubwa kwetu tunaposherehekea, tuwe pamoja nao, tukae nao, tuzungumze nao, lakini pia tunapomfundisha mama kuhusu malezi kama ambavyo tumefanya leo, wamefundishwa namna nzuri ya kumlea mtoto. Tunajua kwamba inakwenda zaidi kwenye jamii yale ambayo tumewafundisha, kuliko saa nyingine wangekuwa kina baba wasingeweza kuyapeleka katika jamii jinsi ambavyo tunafikia. Lakini mama kwanza ni watunzaji wazuri wa kumbukumbu, wanayaweka moyoni. Hata misahafu inasema, na nikisema tu baadhi, alipoambiwa na Roho kuhusu kila alichonacho akayaweka rohoni. Ndio ina misahafu inasema hivyo, akaweka rohoni. Kwa hiyo kina mama ni watunzaji wa mambo, wanayatengeneza, wakija kuyatoa yameongezeka katika kimo. Ni watu pia wenye maarifa. Kwa hiyo tumechukua kina mama wetu hawa, tukutane nao ili tuzungumze nao kuhusu malezi bora ya mtoto, kwa sababu effect yake kwenye jamii ni kubwa zaidi. Kwanza, jamii imheshimu mama. Mama anastahili kuheshimiwa, na tunashukuru nchi yetu kwamba wakina mama wanaheshimiwa. Kuna utashi wa kisiasa wa kumheshimu mama. Kwa hiyo hilo jambo kwa Tanzania linaenda vizuri. Tuongeze kuwaheshimu mama zetu. Na wakina mama, ambacho naweza nikatoa wito wangu, wajiamini. Na ndio sisi wakina mama wa little succulents, wazazi wa watoto hawa, tunachowajengea ni kuamini, kujiamini. Kwa hiyo tunawafundisha wakina mama, lakini na watoto wenyewe tunawafundisha kujiamini. Wapo asilimia kubwa ya watoto tulionao ni wasichana ambao watakuja kuwa wamama au wakina mama wa kesho. Kwa hiyo jinsi ambavyo tunawalea hawa wadogo, ndivyo ambavyo watakuwa katika taifa, wakiwa watumishi, wakiwa wazazi na wakiwa walezi wa taifa linalokuja. Mimi ninaitwa Shedrack Maganga Nkelebe, ni mkurugenzi wa shule hii na mmiliki wa shule hii ya Little Succulents ambayo yuko hapa Kijichi. Ujumbe wangu kwa kina mama kuhusu malezi, nasema waendelee kutimiza wajibu kama wamama, kama wazazi. Kulea watoto ni jukumu letu kama wazazi kwa ujumla, si wa mama tu, pamoja na wababa wote kwa ujumla wake. Kama jamii tuendelee kulea watoto, tuendelee kuwatunza watoto wetu ili ndoto za hawa watoto zije zitimie wakiwa wakubwa, sababu watoto wengi wanapotea sana kutokana na misingi ya hapa chini, wanaingia kwenye makundi ya watu wasiofaa na baadaye wanaharibika. Ushauri kwa jamii kwa ujumla, tuendelee kumcha Mungu. Ukimcha Mungu, kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa, kwa sababu hayo yote maovu ukimcha Mungu yanakataza. Kwa hiyo tufuate misingi ya imani ya dini zetu
ili tuweze kutimiza yale yaliyoamrishwa tusiyafate. Na tukifanya hivyo, ina maana hata nguzo za watoto zitaenda vizuri. Kama leo nitoe mfano, mnaona Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan ni mwanamama ambaye alilelewa vizuri, leo amekuja kuwa rais. Right, kama wazazi wake wasingemlea vizuri, leo tusingefaidika kupata mwanamama rais. Mimi kama diwani kwa kweli na support sana taasisi kama hii ya Little Silent, ili shule Sacred, kwa sababu kitendo cha kufanya huyu bwana mkurugenzi mkuu Mr. Mkerebi kuwekeza hapa Kijichi, kwanza analipa kodi, pili analipa leseni, tatu analipa service levy na vikodi vingine vidogo vidogo. Kwa hiyo tunapopata mtu kama huyu ni nzuri zaidi, kwa sababu kingine katoa ajira. Nimeona hapa ana walimu, hata wafanyakazi wengine, wapishi, walinzi. Hawa majengo unayoona haya wamejenga mafundi ujenzi, simenti kanunua hapa ndani. Kwa hiyo ni vitu vingi sana. Ukienda kwenye sekta binafsi, wawekezaji kama aina ya huyu tunawahitaji, na anawakaribisha sana wengine waje Kijichi, waje wawekeze, tupate wakina Mkerebi, wakina Lito kama hawa wengi zaidi, kwa kuwa faida mwisho wa siku inaenda kwa nchi. Tusipopata wawekezaji kama hawa ambao watachukua, unafahamu ugumu wa ajira sasa hivi, serikali haiwezi kuajiri watu wote. Kwa hiyo tunapopata watu kama hawa, sekta binafsi wanachukua wataalamu wengine na wanatusaidia kwenye ishu ya ajira. Kwa hiyo ni jambo la heri sana na ni jambo nzuri, na kusudia kusema tuendelee kumuunga mkono mtu kama huyu anayewekeza kwenye kata yetu. Mimi kwa majina naitwa Tiberio Xavier Kalinga, ni diwani wa kata ya Kijichi kwa mwaka huu 25 mpaka 30. Ushauri kwa mama wenzangu, tujitahidi tutenge muda kwa ajili ya watoto wetu. Sisi tushakuwa wamama, tushakuwa ni jukumu letu. Kwa hiyo tujitahidi tutenge muda zaidi kwa ajili ya watoto wetu. Hata kama tunafanya kazi sana, hata kama tunachoka sana, lakini tujitahidi tutenge muda kwa ajili ya watoto wetu. Dear mothers, what cannot express what we feel